Msikizaji, ni ndani ya 89.2 FM. Karibu sana, na ndio mwanzo tunaanza kipindi chetu cha leo. Ni kikao cha sebuleni, ambapo msikilizaji, tungetaka tuweze kujifunza sehemu za ibada ya misa katika dini ya Kikatoliki. Na hizo sehemu, kama vile nilitangulizia wiki iliyopita, tutakuwa tukielezea sehemu moja, maana yake na umuhimu wake. Tutakuwa tunaelezea tu, na tutakuwa tunatumia ibada ya misa ambayo ilisherekewa maombi ya kitaifa, ibada ya misa ambayo madhumuni yake ilikuwa ni kuombea taifa nzima, wananchi, nchi yetu na shughuli zote ambazo nchi yetu Mungu angependa ifanyike. Na misa hii iliadhimishwa katika mji wa Maria kule Subukia, na itakuwa ni vizuri tuweze kutumia ibada hii ya misa kama njia ya kuweza kujifunza, kutafakari. Msikilizaji, ili tuweze kuielewa vyema, pale mwanzoni kulikuwa na nilielezea wiki jana tu, ni kwamba kujikumbusha ni kwamba kulikuwa na msafara. Na unapopata nyimbo za msafara, nyimbo za mwanzo ambazo zinakuwa na msafara ambao una wale ambao wanaongoza msafara huo, watumishi wa ibada ya misa, mashemasi, mapadri, maaskofu, wanapoelekea, huwa na umuhimu wake. Nilikuelezea wiki iliyopita, lakini kwa kiduchu tu, kwa kifupi nitaweza kuelezea umuhimu wake. Mnaposikiliza nyimbo hizi, mnajua kwamba ibada ya misa imeanza na msafara. Na walai wa Francisco na parokia zote, taasisi ambazo zinamuiga na kumwenzi Mtakatifu Francisco wa Unaposikia wimbo wa mwanzo, kunakuwa na msafara, na msafara huo nimekuambia kwamba kuna watumishi wa misa, inaongozwa na ile msalaba, na nilielezea, sitarudia pale, lakini kuelezea tu umuhimu ni kwamba wakati huu ambao hawa ambao wanaongoza ibada ya misa wako kwenye msafara, kitu cha muhimu kinafaa ukumbuke kwamba inakukumbusha kwamba wewe na mimi, sisi sote ni wahujaji, we are pilgrims. Kwa hivyo hiyo msafara, iwe ni ndefu, iwe ni fupi, iwe imetokea pale kwa sakristi, hiyo msafara inakukumbusha kwamba sisi sote ni wahujaji katika ulimwengu huu, ama niseme kwa lugha nyingine, sisi ni wasafiri. Tunaenda katika safari yetu, tuko katika hija. Na msikilizaji, ni kanisa, wewe na mimi, viungo vya kanisa, tukishirikiana pamoja, sisi ni kanisa ambao tunahiji tukielekea safari ya Yerusalemu ya mbinguni. Yerusalemu ya mbinguni, hivi kwamba katika tafakari yako, katika nafsi yako, katika moyo wako, cha muhimu kabisa ni kuweza kujua kwamba kumbe dunia hii sio kwetu. Kwetu ni kule mbinguni. Kile ambacho ninacho, kile ambacho nimejaliwa, kile ambacho nafanya, jinsi ya kuishi, kwamba naishi nikiwa safarini. Hapa sio mwisho. Ndiyo, nina mali hapa, nimekeza hapa, ninaishi hapa, lakini hapa sio mwisho. Hapa ni safari tu ambayo tuko. Kwa hivyo katika hali hiyo tunahitaji kusimama sote, na kwa kusimama kwetu kuwe ni kusimama kwa njia ya heshima na kwa njia ya utayari, kwa njia ya heshima na kwa njia ya utayari.
hivi kwamba tunapoimba, tunaimba kwa heshima, kwa kusimama, tunaimba kwa ile hali ya kuwa tayari kwamba safari yetu hapa duniani ikikwisha, basi kuna makao yetu rasmi, makao yasiyo na mwisho, makao ya mbinguni. Na katika hali hiyo pia ndio mwanzo wa ibada yetu. Wakati huu msikilizaji, kila muumini pale lazima awe ni mwenye furaha. Safari hii ambayo tukielekea Yerusalemu ya mbinguni, siyo safari ya huzuni, siyo safari ya kusononeka, ni safari ya furaha, kwamba Mungu ametujalia na amekujalia wewe maisha, amekujalia neema, amekujalia wema, amekujalia uwezo wa kuishi siku hii ya leo. Na wewe pia katika hali hiyo unakuwa na furaha, ukimshukuru Mungu kwamba furaha hiyo imetoka kwake, na unamrudishia Mwenyezi Mungu furaha hiyo kwa wewe kufurahi. Kwa hivyo tunawacha shida zetu pale mlangoni, tunawacha matatizo yetu pale mlangoni, tunawacha vitu vyote viovu pale mlangoni. Tunajawa na furaha, tunajawa na upendo, tunajawa na matumaini kwamba tuko safarini na kwetu ni kule mbinguni, tukiongozwa na Kristu ambaye nembo yake ni msalaba, imeongoza safari. Tukiongozwa na Kristu ambaye pia ishara nyingine ni mishumaa inayowaka mieupe, ufufuko. Tunaongozwa na Kristu ambaye kwa mamlaka yake ametupatia mapadri, mashemasi, maaskofu ili watuongoze katika safari yetu. Kwa hivyo tunakuwa mwili mmoja, tunakuwa waumini kwa pamoja, tunakuwa na furaha katika hali hiyo. Msikilizaji, ndio unapata kwamba tunapoenda katika ibada yote ya misa, azma ya kuwa katika msafara huo kihisia, kiroho, kimawazo, kiakili, kwa uwote wako ni muhimu sana. Usiketi kama ustahili kuketi. Kama una uwezo, una afya, simama, furahi, imba kwa shangwe, ajibika ipasavyo. Baada ya hapo msikilizaji, utapata kwamba baada ya muda yule ambaye anaongoza ibada hiyo atakuja pale na kuweza kuongoza ibada ya misa. Hivi kwamba msikilizaji, tutaanza kwa ishara ya msalaba. Labda mwingine pia kunakuwa na kufukiza ubani. Wanafukiza ubani kwenye altari kama njia ya kutakatifuza sehemu hiyo ya muhimu katika ibada ya misa, kwa sababu katika altari hiyo, na nilikuelezea maana ya altari, inakuwa ni kuipatia utukufu wa kipekee, kuipatia njia ya kuitakatifuza, ili katika ibada yote ambayo itafanyika pale iwe ni ibada safi mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapata kwamba padri ama askofu atakuwa akizunguka ile altari na akifukiza ubani. Kwa hivyo unapoona pia ubani ukifukizwa pale kwenye altari kwa njia ya yeye kuzunguka na kufukiza, ni ukipatia heshima, pia kuipatia heshima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Okay, msikizaji, hapo sasa ameanza, huyu ni askofu Muheria wa jimbo kuu la Nyeri, ambao ndiye alikuwa anaongoza ibada hiyo. Ameanza kwa ishara ya msalaba, na baada ya ishara ya msalaba akakuwa na salamu kwa waumini wote waliokusanyika pale. So msikilizaji, anaanza kwa kusema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, alafu waumini wanajibu amina.
maana yake ni gani? Na wakati huo anaposema tunafanya ishara ya msalaba kama ilivyo desturi ya kanisa Katoliki, kwanza anaanza kwa nembo ya Ukristo. Msalaba ni nembo ya Ukristo, kwamba tumekusanyika hapa na inakuwa ni sisi sote tuko hapa kama Wakristo, wale ambao walipata imani kwa kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Inatukumbusha upatizo wetu, inatukumbusha kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Ishara ya msalaba, upatizo wetu, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, na pia inatukumbusha kwamba tumeunganika hapa kwa imani ya Mungu mmoja, nafsi tatu. Imani Mungu ni mmoja, nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio sote tunajibu amina. Na iwe hivyo. Iwe hivyo. Iwe kivipi? Kwamba tumekubali sote kwamba tumeunganika kama waliopatizwa. Amina. Tumekubali kwamba tuko Wakristo kwa pamoja kwa njia ya ukombozi wetu ambao ulikuja kwa kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Amina kwamba tuko chini ya mwavuli wa Yesu, chini ya msalaba. Amina kwamba sote kwa pamoja tunaamini Mungu mmoja, nafsi tatu. Mungu ni mmoja, nafsi tatu: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivi kwamba, msikilizaji, baada ya hapo Askofu Muheria ametusalimu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Yeye sasa sio yule mtu tunamjua Anthony Muheria, sio yule mtu ambaye tunamjua ni askofu wa jimbo la Nyeri. Lakini sasa anapoanza hivi, anaanza kwa njia spesheli, kwamba amechukua mamlaka ya Kristo katika ibada hiyo. Amechukua mamlaka ya Kristo, kwamba chochote ambacho yeye, maaskofu na mapadri watafanya kwa niaba ya Kristo, in persona Christi, kwamba wao sasa wanachukua wadhifa wa Kristo katika ibada hiyo, na sisi tunachukua wadhifa wa waumini katika ibada hiyo. Msikilizaji, baada ya salamu hiyo nini inafanyika? Wakristo wapenzi, kama vile tumeelekezwa siku ya maombi kuombea nchi yetu, basi tuikabidhi nchi yetu mikononi mwa Mama Maria atutetee, ili nchi yetu ikaweza kuwa imara, ili Mungu aweze kutawala, ufalme wake ufike. Tuombee familia zetu, tujiombee sisi wenyewe mahujaji wa matumaini, hasa familia na wanarika, ili tukiondoka hapa sote twende tukiwashwa kwa matumaini kutembea njiani za Mwenyezi Mungu, kupatiana ushuhuda kamili bila woga, na kusimama na haki bila woga, kusimama na Kristo kila mahali kama tulivyoitwa katika ubatizo wetu. Basi baada punde si punde taweza kuikabidhi nchi yetu kwa Mama Maria, mama wa Mungu, tukiongozwa na Baba Askofu Mkuu, mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu. Salamu mzazi mtakatifu uliyemzaa mtoto, mfalme
mwenye kutawala mbingu na dunia milele na milele. Basi sasa kama chanzo cha misa. Okay, kidogo kabla aongee inayofuata ni kwamba hayo mazungumzo ambayo amekuwa nayo ni kuweka nia yetu sote pamoja, nia yetu ya kuja pale. Kila mmoja ana nia yake, lakini pia kama kanisa anatuelezea nia ya kukusanyika mahala hapa katika ibada ya misa. Kila ibada ya misa ina nia yake. Wewe unakuja na nia yako, mimi na nia yangu, wenzetu na kila mmoja wao na nia yao, lakini pia kama kanisa moja, kila mmoja wetu anakuwa na nia yake. Na ni katika hali hiyo ya kuwa na nia moja, sasa yule ambaye anaongoza anatupatia nia ya kuwa katika ibada hiyo siku hiyo. Kwa mfano Jumamosi hiyo nia ilikuwa ya kuombea amani nchi yetu na kuweka nchi yetu chini ya uombezi wa Bikira Maria. So anatupatia madhumuni ya ibada hiyo, nia ya ibada hiyo. Baadaye sasa analeta ile hali ya tukiri dhambi zetu. Hebu tumsikilize. Sehemu ya kutubu, tutakuwa na hiyo sherehe rasmi ya kuitakasa, kuikabidhi nchi yetu. Karibu Baba Askofu Mkuu. Sasa wakati huo msikilizaji ametualika katika hali ya toba, hivi kwamba kila mmoja wetu anaingia sasa katika hali ya toba. Sehemu hii kwa Kiingereza inaitwa the penitential act. The penitential act, awamu ya toba. So msikilizaji, katika awamu hii yule kiongozi anatualika sote tuweze kukiri dhambi zetu, tuweze kukubali kwamba tu wenye dhambi, na katika hali hiyo kumwomba Mungu msamaha, atusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo utapata kwamba katika ibada hii ya leo anamwalika askofu mwenzake aweze kutuongoza, na katika hali ya kutuongoza ni kutuongoza kwa niaba ya taifa nzima kuwa watu wa toba mbele zake Mwenyezi Mungu. My dear brothers and sisters, this liturgical rite. Pole, sio Father Odonya, ni askofu mkuu ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la maaskofu, askofu mkuu Morris Muhatia Makumba. Of dedicating our country Kenya to the maternal care of Mary, Mother of God, is a solemn act of placing the nation under her maternal care and intercession. Rooted in Catholic tradition, this rite is an expression of deep trust in Mary's role as the Mother of the Church and Queen of Peace. Through this act, we entrust the country's leaders, families, and future to her guidance, seeking her protection against spiritual and social challenges, and asking for blessings of unity, justice, and peace. This dedication is not merely symbolic, but it is understood as a spiritual commitment by the nation's faithful to live according to the gospel and to imitate Mary's faith and obedience to God's will. It reflects our belief that Mary, as the Mother of Christ, intercedes powerfully for us who call upon her. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. The Lord be with you. And with your spirit.
Almighty and ever-living God, Lord of history and King of all nations, we come before you today in humility and gratitude. As the people of Kenya, a nation richly blessed, diverse in culture, yet united in purpose under your guiding hand. Today, as your people of Kenya, in communion with all the Catholic faithful, we solemnly dedicate this land, our beloved nation, to the patronage and maternal care of Mary, Mother of God, the Queen of Peace and Star of Evangelization. We ask for pardon for our wrongdoing when we have allowed hatred, tribalism, and corruption to rule our hearts. We repent and ask for your mercy. O Blessed Virgin Mary, Mother of our Savior and Mother of the Church, with love and trust, we consecrate to your Immaculate Heart the people of Kenya, our children, our youth, our elders, our families, all men and women, our leaders and workers, our farmers and scholars, all who suffer and all who rejoice. Be for us a sure guide on the path of justice, a gentle protector in times of danger, a motherly comfort in times of sorrow. Intercede for us with your Son, Jesus Christ, that we may walk always in the light of the gospel. We ask you, Mother Most Holy, to intercede for our land, that we may be a nation of peace and reconciliation, a people who love truth, uphold life, seek the common good, and care for the poor and the vulnerable. Protect our families, our children, and our youth. Inspire our leaders to serve with integrity and wisdom. Preserve us from corruption, violence, and division. Teach us to cherish one another as brothers and sisters, one people under one God. Mary, Mother of God and our Mother, patroness of Kenya, pray for us, walk with us, and lead us always to your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, who lives and reigns with the Father in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Msikizaji, kama vile ulivyosikiliza, ni kwamba Askofu Mkuu Morris Muhatia Makumba kama kiongozi wa jamii ya Wakatoliki katika nchi ya Kenya, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa baraza la maaskofu, kama baba wetu wa kiimani, anaomba toba kwa Mwenyezi Mungu kwa kukiri dhambi zetu kama wa Kenya, jinsi ambavyo tumekoseana, jinsi ambavyo tumejibeba, jinsi ambavyo tumejiweka visivyo mbele zake Mwenyezi Mungu. Na katika hali hiyo pia akamuomba Maria, mama wa Yesu Kristo, mama wa Mungu, aweze kutuombea kwa mwanawe Yesu Kristo tuweze kupata kusamehewa makosa yetu. Na tuweka chini ya ulinzi wa Maria, jinsi Maria alivyomkinga mwanawe wakati wa dharura yoyote, aweze kutukinga pia kutokana na dharura ya dhambi na vishawishi vya dhambi. Na katika hali hiyo ameomba Mungu atusamehe dhambi zetu. Msikilizaji, ni sehemu ya toba. Ni sehemu ya toba muhimu sana, kwamba tuko pale
sio kwamba sisi ni wazuri, sio kwamba sisi ni wasafi, sio kwamba sisi hatuna dhambi. Sisi sote ni watenda dhambi, na tunamwomba Mungu atusamehe, ili katika kuendelea kujumuika katika ibada ya misa tuwe tumesamehewa. Naomba tuweze kupiga makofi, kwani tumekabidhi nchi yetu kwa Mama Maria. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. So msikilizaji amekamilisha sehemu hiyo ambayo ni sehemu ya 3. Kumbuka sehemu ya kwanza msafara, sehemu ya pili ishara ya msalaba na kukaribishwa, sehemu ya 3 ni kukiri na kujuta dhambi zetu. Msikilizaji, wakati huo kinachohitajika kwetu ni unyenyekevu. Kinachohitajika kwetu ni nyoyo za toba, nyoyo za toba, nyoyo za majuto ya dhambi zetu. Kwa kawaida tutasema, namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kututimiza wajibu. Alafu kutumia mkono wako wa kulia unagonga kifua chako kwa njia ya toba, sio kwa njia ya kujivuna. Kuna tofauti. Unaweza ukajipiga kifua kwa kujisifu, unaweza ukajipiga kifua kwa majivuno, na pia unaweza piga kifua kwa toba. Tofauti kwa wapi? Unapopiga kifua chako na ukaweka kichwa chako juu, hiyo ni majivuno. Ukiambia watu, kwa mfano kama ni kucheza mpira wa soka alafu umefunga penalti, utakuja ujisifu mbele ya wenzako, ni mimi nimefunga. Unapiga kifua, unaweka kifua mbele, unaweka kichwa chako juu kwa kujivuna, kwa kujisifu. Lakini kwa njia ya toba ambayo inahitajika wakati huu, ni unainamisha kichwa chako chini kwa njia ya unyenyekevu na huzuni kiasi, huzuni kwa ajili ya dhambi zako, kumkosea Mungu, kwa njia ya haya na aibu. Dhambi zako zimekuletea haya, dhambi zako zimekuaibisha mbele ya watakatifu, mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unainamisha kichwa na kupiga kifua chako, nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Wengi tunaona kanisani hawajaelewa. Tunahitaji kuinamisha vichwa vyetu kwa unyenyekevu, kwa huzuni, kwa aibu na haya kwamba tumemkosea Mungu. Sio kuweka kichwa juu na kuinua kifua na kujipiga. Hiyo ni kama unajivuna mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba umetenda dhambi, asifu dhambi ni kitu cha muhimu. La hasha, la hasha. Ndio awamu hiyo. Alafu anamaliza kwa kusema, Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Wakatoliki wengi huwa wakati huo wanafanya ishara ya msalaba. Nataka nikwambie, kulingana na msimamo wa kanisa Katoliki, ile mwongozo wa liturujia ya misa, padri anaposema Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu,
atufikishe kwenye uzima wa milele, wewe ukajibu amina, haufanyi ishara ya msalaba. Haufanyi ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba haifanywi kulingana na ratiba na muongozo wa kanuni ya misa. Haufanyi ishara ya msalaba. Lakini mwana wengi wamezoea wanafanya ishara ya msalaba. Hiyo sio katika ratiba. Ukisoma the Roman Missal, zile rubrics instructions, haijawekwa pale kwamba tufanye ishara ya msalaba. Kwa hivyo atasema tu Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Utakuwa wakati huo umeinamisha kichwa chako, alafu unainua kwa kusema amina. Unainua kwa kusema amina. Kinachohitajika pale, unyenyekevu, huzuni kwa ajili ya dhambi zetu, haya kwa kumkosea Mungu. Dhambi imetuacha uchi, aibu mbele ya wenzetu kwa sababu tumeshusha hadhi yetu. Kwa hivyo mambo manne: unyenyekevu, unaangalia chini; huzuni, dhambi zetu zinahuzunisha Mwenyezi Mungu, tumemhuzunisha Mwenyezi Mungu, na ni huzuni kumwona Mungu akihuzunika. Ya tatu, haya. Adamu na Hawa walipotenda dhambi waliingiwa na haya, wakajificha. Haya, unapokuwa na haya hautizami juu, tazama chini. Haya na aibu mbele ya wenzetu. Sisi ni wenye dhambi na tumetenda maovu mbele ya wenzetu. Tunaona aibu kwamba tumeshusha hadhi yetu, tumeshusha hadhi ya Ukristu, tumeshusha hadhi ya utu wema. Mambo manne. Baada ya hapo ni nini? Kumtukuza Mungu. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Inatukumbusha furaha iliyokuwa duniani wakati Yesu alizaliwa. So inaturudisha nyuma miaka 2000 na wakati Yesu alizaliwa. Ukisoma Injili ya Luka sura ya 2 mstari wa 14, Yesu alipozaliwa katika zizi ya wanyama kule Bethlehemu pangoni, malaika waliimba wimbo huu. Kwa hivyo ni wimbo wa malaika, ni wimbo wa malaika. Kwa hivyo wakati wimbo huu unaimba, tena hausimami mbele ya padri, hausimami mbele ya waumini, unasimama mbele ya mfalme, mfalme Yesu Kristu aliyezaliwa. Unajiunga na malaika kusifu milki yake, kusifu uongozi wake, kusifu ufalme wake. Kwa hivyo ni wimbo wa kusifu ufalme wa Kristo. Wakati huo furaha, shangwe na kuabudu. Ni furaha ndiyo, shangwe ndiyo,
lakini furaha ya kuabudu, shangwe ya kuabudu, msikilizaji, kuabudu isitoke. Baada ya hapo, msikizaji, tumemaliza. Kutakuwa na sala, na hii sala ni ya muhimu. Nataka nielezee hii sala. Inaitwa collect kwa Kiingereza. Collect ni sala ya ufumbuzi, sala ya ufumbuzi. Utasikia akisema tuombe, alafu atanyamaza kwa sekunde chache. Atatualika tuombe, alafu atanyamaza kwa sekunde chache. Hiyo kunyamaza kwa sekunde chache haimaanishi kwamba anatengeneza koo anafungua. Anakualika tuombe, alafu ananyamaza. Kwa nini hizo sekunde chache kuna kunyamaza? Ananyamaza ili ile nia yako ya kwenda pale, ile nia uliotoka nayo nyumbani, leo naenda kanisani kuombea watoto wetu ambao wanajitayarisha katika mtihani. Mwingine pia akasema anaenda kuwaombea wagonjwa. Mwingine akakuja kujiombea aweze kupata nafuu maishani. Mwingine akakuja kuombea mwenzake kwa ajili ya jambo fulani. Mwingine amekuja kumshukuru Mungu kwa kumwezesha kufanikiwa kwa jambo fulani. Mwingine akakuja, kila mmoja amekuja na nia yake. Kwa hivyo anaposema tuombe, wewe unapata fursa ya kutoa nia hiyo, sio kusali. Hiyo nia ambayo ulikuja nayo ndio unaiinua kimoyo na kuiweka madhabahuni. Unaitoa ndani ya moyo wako na kuiweka madhabahuni kwa ajili ya umoja wa taifa letu. Mwingine kwa ajili ya uponyo wa mzazi wangu. Mwingine kwa ajili ya kunufaika kibiashara. Mwingine kwa ajili ya shukrani kwa mema ambayo Mwenyezi Mungu amejalia. Mwingine kwa ajili ya wale walioko safarini. Kwa hivyo hiyo nia ndio unaitoa ndani ya moyo wako na kuielekeza kwenye madhabahu matakatifu, kwenye altari yake Bwana. Ndio maana ya kunyamaza kwa sekunde. Alafu sasa yeye atatoa ile sala. Ndio maana inaitwa collect. Ile sala ni kama itakuwa ikichukua nia zote zetu, alafu inazikusanya pamoja na kuzipeleka mbele zake Mwenyezi Mungu kwa sala hiyo.
Msikilizaji, ni muhimu sana kujua anaposema tuombe alafu ananyamaza, ni wewe kutoa nia yako. Ni wewe kutoa nia yako. Muhimu sana. Usijani kwamba ukimya huo ni ukimya tu ambao ni wa kawaida. La hasha. Tupate. Tuombe. Bwana Mungu, tunakuomba utujalie sisi watumishi wako tuwe na afya ya mwili na roho siku zote, na kwa maombezi matukufu ya Mariamu mtakatifu Bikira daima tuokolewe katika majonzi ya sasa na tufikie utimilifu wa furaha ya milele kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Aha. So umepata. Alisema tuombe, akanyamaza kwa muda kidogo, ili nia yako, nia yangu, nia ya wenzetu wote ziweze kuletwa mbele ya madhabahu kimoyo moyo, kwa mawazo timilifu. Alafu ile sala ambayo aliitoa kwa njia ya chanting, hiyo sio kuimba, it's not singing, it's chanting, inakusanya nia zetu zote. Na ukisikiliza alisema ili tuweze kupata afya ya roho na mwili siku zote. Nia yako ikupatie afya ya roho na mwili siku zote. Nia yangu inipatie afya ya roho na mwili siku zote. Kwa yule ambaye ombi lake ni kwa wagonjwa, apate afya ya roho na mwili. Kwa yule ambaye yake ni ya shukrani, apate afya ya roho na mwili. Kwa yule ambaye yake ni ya masifu, apate afya ya roho ya mwili. Kwa hivyo nakusanya zote ili sote tuweze kuwa na afya ya roho na mwili siku zote. Alafu tunajibu sote amina. Msikilizaji, baada ya hapo tunaingia katika liturjia ya neno. Liturjia ya neno ni wakati muhimu sana. Ni wakati wa Mungu kuongea na watu wake. Mungu anaongea na watu wake, kwamba ni yeye anazungumza nasi. Kinachohitajika kwetu ni nini? Usikivu. Usikivu. Kuna kidogo na ni wachache mno, ni wachache mno. Kuna watu huwa wakikuja kanisani, pale mlangoni watanunua vile vijikaratasi vya masomo. Ni vizuri. Watakuja kanisani wamebeba vitabu vya masomo, misale. Ni vizuri. Lakini vinahitajika vitumiwe kabla ibada ya misa. Narudia, hivyo vijikaratasi ambavyo tunavinunua shilingi 10 ama sijui shilingi 20 vya masomo, tunavihitaji tuvitumie kabla ya ibada ya misa kama njia ya kujitayarisha, na baada ya ibada ya misa kama njia ya kujikumbusha. Narudia tena, hivyo vikaratasi ambavyo tunavinunua na ni muhimu, tunahitaji kuvitumia kabla ibada ya misa kuanza au baada ya misa kukamilika.
kama njia ya kujikumbusha, mwanzo kama njia ya kujitayarisha, mwisho kule kama njia ya kujikumbusha. Sio kuisoma wakati Mungu anaongea nasi katika neno lake. Wakati wa liturujia ya neno, tunahitaji kumpatia Mungu masikio yetu. Tunahitaji kumpatia Mungu attention, a listening ear, an understanding mind, and a receiving heart. Vitu vitatu. Hiyo ndio disposition. A listening ear, an understanding mind, and a receiving heart. Kwa hivyo unapoketi ama unaposimama wakati wa liturujia, ni kunoa makali ya masikio yako uweze kusikiliza ipasavyo, akili yako iweze kufahamu ipasavyo, roho yako iweze kupokea ipasavyo. Sio wakati wa kusoma. Sio wakati wa kusoma. Liturujia ni wakati wa kusikiliza neno. Na ndio maana tunaanza na wimbo wa kutuhimiza tusikilize neno. Tunoe makali masikio yetu. Tunoe makali mawazo yetu, akili yetu. Tunoe makali nyoyo zetu. Naomba sasa tuweze kuchukua nafasi zetu za kuketi, tuweze kutulia tulisikilize neno la Mungu. Wakati huo somo la kwanza natoka katika kitabu cha Agano la Kale. Na kwa nini Agano la Kale? Kwamba kile ambacho Mungu alikifanya pale mwanzoni wakati wa Agano la Kale ndicho pia alichokitimiza katika Injili, uwepo wake Yesu Kristo. Tunaona kwamba Agano la Kale na Injili linalinganishwa, kwamba sio tofauti. Agano Jipya ni endelevu ya Agano la Kale. Agano la Kale ni maandalizi ya Agano Jipya. Hakuna mgawanyiko ati hii ni Agano ya Kale, hiyo ni ya kitambo, hii ni Agano Jipya, ni ya kisasa. Agano la Kale ni utangulizi, ni matayarisho ya Agano Jipya. Agano Jipya ni ukamilifu ama utimilifu wa Agano la Kale. Msikilizaji, muhimu sana. Neno
msikilizaji, kunakuwa na somo la kwanza kutoka Agano la Kale. Baada ya hapo kutakuwa na zaburi ya kuitikizana, ama wanasema responsorial psalm, zaburi ya kuitikizana, kwamba ni zaburi, na zaburi ni wimbo. Okay, zaburi ni wimbo, lakini ni wimbo unaweza ukaimbwa ama pia unaweza ukasemwa. Okay, unaweza ukasemwa, na utapata kwamba inajumuisha yule anayetuongoza na sisi. Kuna kiitikizano ambayo kiitikio ni jamii nzima ya waumini ama kongamano la waumini wanaitikia, kama vile wana wa Israeli walimwambia Musa kwa pamoja, sauti moja, tuko tayari. Sisi tuko tayari kufanya chochote ambacho Mwenyezi Mungu ametuahidi, ili tuwe kinyume cha wale waliokuwa katika praetorio wakati Yesu alikuwa anahukumiwa mbele ya Pilato. Watu walipaza sauti wakasema, msulubishe, damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Sasa sisi tunakuwa kinyume. Kwa hivyo kujibu kwetu sote kwa pamoja inakuwa na umuhimu wake, msikilizaji, kwamba zaburi utapata mara nyingi ni njia ya kuelezea hisia yetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mfano tu, ama nalifurahi waliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana. So inapata kwamba ni njia ya kipekee ya sisi kuonyesha hisia zetu. Musa alipokuja na amri za Mungu, Musa alipoongea na wana wa Israeli, na wakati wowote hata Yesu alipoongea na umati wa watu, kulikuwa na hisia za watu. Walifurahi mara hii walitamaushwa, walishangaa, walighadhabishwa. Hizo zote ndio, msikilizaji, tunaonyesha hisia zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Hiyo ni zaburi ya kuitikizana. Msikilizaji,
ni hisia zetu tunaziweka mbele zake Mwenyezi Mungu. Tunaweka hisia zetu mbele zake Mwenyezi Mungu kwamba moyo wangu amshangilia Bwana Mwokozi wangu. Kutoka kitabu cha Zaburi. Kwa hivyo si kwamba ni imetungwa tu, ni wimbo kutoka kwa Zaburi. Baada ya wimbo wa katikati tunakuwa ama Zaburi ya kuitikizana, tunakuwa na somo la pili. Kumbuka somo la kwanza, Mungu anaongea nasi kama vile aliongea na wana wa Israeli nyakati za mwanzo kule. Alafu Zaburi ya kuitikizana tunatoa hisia zetu mbele zake Mwenyezi Mungu kwa Zaburi. Somo la pili tutapata kutoka Agano Jipya, haswa vitabu baada ya Injili. Baada ya Injili ya Yohane tunaingia Matendo ya Mitume na vitabu vingine, na mara nyingi utapata ni nyaraka ama barua za Paulo, za Petro kwa Timotheo, kwa Wakorintho. Sana sana ni ushauri. Ni ushauri wa waumini wa kwanza. Tunapata ushauri kwa wale ambao walitutangulia: Petro, Yohana, Yakobo, Tito, Paulo, Yuda na wengine wote. So tunapata ushauri wao. Kwa hivyo tunasikiliza ushauri. Hawa ndio kama wazee wetu, wanatuelezea jinsi ya kuishi, jinsi ya kushika imani, jinsi ya kuendelea katika maisha haya. Kwa hivyo msikilizaji, angalia somo la kwanza. Kama vile Mungu aliongea na wana wa Israeli, sisi wana wa Israeli wapya, Israeli mpya, Mungu anaongea nasi tena. Wimbo wa katikati, hisia zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Somo la pili, mashauri kutoka kwa wazee wetu kuhusiana na masuala mengi tu ya kijamii, masuala ya imani, masuala ya utu wema, masuala ya ujirani mwema na mengine kama hayo. Alafu baadaye tutakuwa na shangilio, na katika shangilio ni njia ya kumkaribisha. Tunasimama, tunaimba haleluya. Isipokuwa wakati wa Kwaresma hatuimbi haleluya. Kunakuwa na msafara, ni wakati wa kushangilia kwa sababu tunajitayarisha kusikiliza neno kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka kwa Mwokozi. Ndio maana tunashangilia, ndio maana kunakuwa na msafara wa Injili. So msikilizaji, ni muhimu sana. Shemasi anafukiza ubani kama njia ya kuheshimu Injili ya Bwana, na kukujuza kwamba kama shemasi yuko, yeye ana haki, ni haki yake kusoma Injili. Ni haki yake kusoma Injili. Kwa nani
kama ulivyonena. Kidogo inakwama tu, sio kwamba ni upande wetu, ni upande wa ile wale ambao walirekodi. Tunaipata hii kwa hisani ya Capuchin TV. Kwa hivyo walikuwa na itilafu, sio kwamba ni upande wa kwetu, ni upande wa Capuchin TV. So injili inasomwa na shemasi. Kama yuko, ni haki yake kusoma injili. Kwa hivyo injili hii inasomwa na shemasi, au kwa lugha ya Kiingereza deacon. Na baada ya injili tunaingia katika awamu ya mahubiri. Ni hotuba ama ni kuzomewa, sio kusomewa, sio kugombezwa, kuzomewa, Z. So kwa Kiingereza kuna preaching, kuna homily na kuna sermon. Preaching, mahubiri. Homily kwa Kiswahili inatoholewa homilia, na sermon ni kuzomewa. Kuzomewa. Msikilizaji, tofauti iko wapi? Tofauti iko wapi? Mahubiri. Hata Yesu tunaambiwa katika maandiko matakatifu, kuna wakati Yesu alihubiri, na pia kuna wakati Yesu aliwazomea, na kuna wakati Yesu alitoa homilia, sermon. Kwa mfano, heri walio maskini moyoni, hiyo ni sermon, hiyo ni kuzomewa. Hotuba, kuna mahubiri, kuna homilia, kuna hotuba. So tofauti kwa wapi? Nafikiri itakuwa ni vizuri katika misa hiyo aliyetoa, nataka utasikiliza tu kidogo pale mwisho tuone kama ni mahubiri ama kama ni homilia ama kama ni kuzomewa. Kama ni kuzomewa. Msikilizaji, tofauti kwa wapi? Nataka nianze na mahubiri. Utasikia mhubiri. Kuhubiri ni kupeana mwongozo wa kidini. Unahubiri, unapeana mwongozo wa kidini. Kwamba inaweza kuwa ndani ya kanisa, inaweza kuwa kule uwanjani, inaweza kuwa kwa redio. Unapeana mwongozo wa kidini. Hiyo ni mahubiri. Homilia. Homilia ni kama, ndasemaje, unaunganisha masomo. Agano, somo la kwanza, Agano la Kale, limelinganishwaje na wimbo wa katikati, ikalinganaje na somo la pili, ikalinganaje na injili, na la kujua katika masomo haya yote ni yapi. So unalinganisha.
masomo ambayo tumeyasikia leo hii, kutoka somo la kwanza Mungu anatuambia hivi, katika somo la pili Mungu anatueleza Mtakatifu Paulo kwa mfano anatueleza hivi, katika Zaburi tumesema hivi, na katika Injili tumeambiwa hivi. Kwa hivyo unaweka ile hali ya ni nini tunayapata kutoka kwa mafunzo kwa masomo ya leo. Hiyo ni homilia. Kuzomewa ni kutaka mabadiliko katika maisha yako, kukusuta kuacha maovu na kutenda mema. So unaposikiliza yule ambaye anazungumza pale mbele, anapokupatia mwelekeo wa kidini kuhusu utumiaji wa rasilimali, kuhusu maisha katika familia, kuhusu malezi ya watoto, kuhusu uhusiano wako na jirani, kuhusu uhusiano wetu na serikali, kuhusu mwelekeo wa aina yote, msimamo wa kidini kuhusu jambo fulani, hiyo ni mahubiri. Anapoongea kuhusu masomo ya leo, somo la kwanza kutoka Agano la Kale, akakuelezea wimbo wa katikati, akakuelezea somo la pili, akakuelezea Injili, akakuelezea, na akaziunganisha zote na akakupatia ile anasema kwa Kiingereza your take away home, cha kutafakari kutokana na masomo haya yote. Hiyo ni homilia. Sermon, jinsi ya kubadilisha maisha yako, jinsi ya kuimarisha maisha yako, jinsi ya kuwa na mwelekeo katika maisha yako, katika njia ile ambaye ameichagua yeye mwenyewe. Labda amechukua mrengo wa uchaguzi ama kujiandikisha katika uchaguzi, msimamo wa kanisa, msimamo wa imani kuhusiana na jambo fulani. Ukiangalia Yesu kuna wakati alihubiri. Alipoulizwa masuala ya dini, alisema mliambiwa lakini mimi nawaambia. Mliambiwa lakini mimi nawaambia. Alihubiri kutokana na maswali aliyoulizwa ama katika mtizamo wa watu. Huku tena wakati mwingine alielezea jinsi ilivyoandikwa katika maandiko. Alipoenda hekaluni wakati moja, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakisoma. Roho wa Mungu ujuu yangu, amenituma. Akaendelea kuwahubiria maskini habari njema, na akaendelea akamaliza, akasema leo hii neno hili limetendeka hapa kwenu. Kwa hivyo alikuwa anawaelezea. Hiyo ni homilia. Hiyo ni homilia. Wakati mwingine aliwazomea, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Heri wenye upole, maana heri wenye kusamehe, maana heri yenu wanaowashutumu na kuwadhihaki kwa ajili yangu, furahi na kushangilia. Maana hiyo sasa ni kuwazomea, kuwabadilisha maisha yao, kuwagusa na kuwageuza katika uhusiano wao na rasilimali za ulimwenguni, na maneno ya watu, na fikra za watu, na hali ngumu ambazo wanapitia. Kwa hivyo msikilizaji, ni vyema kujua hivi kwamba tunaposema predicare
Predicare ni lugha ya Latin. Predicare inamaanisha kutangaza neno la Mungu. Neno la Mungu katika Agano la Kale, neno la Mungu katika Zaburi, neno la Mungu katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, neno la Mungu katika Injili. Predicare. Kubadilisha maisha, kuzomewa. Leo hii Mkristo anahitajika kuwa wa namna hii, kufanya hivi, kufikiria hivi, kuacha hii. Hiyo ni homilia. Msikilizaji, ni muhimu sana. Muhimu sana. Kwa hivyo utapata kwamba katika ibada ya Katoliki, na utapata mapadri wengi nyakati hizi wanachanganya zote, na ni vizuri sana. Watachanganya zote. Utapata ataanza kwa kuhubiri, aende kwa homilia, amalize kwa sermon. Wanachanganya yote, na ni vizuri. Ni vizuri hivi kwamba hatuwezi tukasema huyu ni padri wetu na ni mhubiri. Yeye sio mhubiri peke yake. Kuna wakati atahubiri, kuna wakati atatoa homilia, kuna wakati atatoa sermon. Kuna wakati anachanganya zote kulingana na jinsi ambavyo ameangalia hali ilivyo, masomo yalivyo, na kikundi jinsi ilivyo. So msikizaji, kuanzia leo itakuwa ni vyema sana ukwe mwangalifu. Ukiulizwa leo mumefunzwa nini kanisani, watu wengi uliza. Na kumbuka pia mimi tulipokuwa wadogo, tulikuwa tunaenda kanisani, tukirudi ndio wazazi wajue kwamba tulikuwa kanisani, wanasema leo mumefunzwa nini kanisani. Kuna kufunzwa kwa njia ya kuhubiri, kuna kufunzwa kwa njia ya homilia, kuna kufunzwa kwa njia ya kuzomewa. Kwa hivyo kuanzia leo uwe mwangalifu sana. Msikilizaji, baada ya mahubiri kuna kukiri imani. Kukiri imani na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Unakiri imani. Siku hizi tunatumia the Nicene Creed. The Nicene Creed. Na wakati mwingine mimi ufurahi sana wakati naenda kanisani, na wakati wa kukiri imani Mungu anafanya miujiza yake. Mungu anafanya miujiza yake hivi kwamba stima inapotea. Kwa sababu kuna ulegevu kiasi na baadhi ya Wakristo, na ni wengi. Unajua leo hii ukiuliza Mkristo, hebu niimbie nyimbo ambazo umezipenda, kwa mfano anapenda rumba, atakuimbia yote, na sio lugha yake, anaimba kwa lugha ya Kilingala yote. Mpaka unashangaa huyu kwani ni mzaliwa wa DRC Congo? Atakuimbia. Wale ambao wanapenda reggae atakuimbia nyimbo zaidi ya 10. Wale ambao wanapenda country music watakuimbia nyimbo zaidi ya ngapi? Wale ambao wanapenda nyimbo za kiroho watakuimbia.
Nyimbo za Katoliki wataimba tena bila kusoma. Nasema hizi zote bila ya kusoma. Wanajua kuanzia verse 1 mpaka verse 6 ama verse 14 yote. Lakini mbona wengi wetu, nikisema wengi ni zaidi ya moja, hadi leo hatujajua kanuni ya imani ile ya Nicene Creed? Mbona hatujajua? Mimi hujiuliza sana. Unapata tunasema wakati makanisa mengi sasa yana ile screen, wameweka screen pale mbele, utapata watu wameweka macho yao pale, wanasoma, hawakiri, wanasoma. Unajua kukiri itoke kwa moyo wako. Lazima kanuni ya imani ya Nicea uwe umeikram, ili unaposema itoke moyoni mwako. Lakini watu wengi wanajua tu ile the Apostles' Creed, na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana wa pekee Bwana wetu, aliyepata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondeleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Hiyo wamejua. Hiyo inaitwa the Apostles' Creed. Lakini siku za hivi karibuni baraza la maaskofu na kote ulimwenguni wamesema tutumie the Nicene Creed, ile ambayo ilikuwa pale mwanzo mwaka wa 324 324 AD. Nicene Creed. Wengi stima ikipotea, sasa ni kutafuna maneno. Sasa wanakwaya, unapata sasa wanatafuta vitabu, viongozi wanatafuta kwenye vitabu na hawana. Unapata kwamba wengine sasa ni kuchukua simu zao. Unapata kwamba sasa ambaye tu atakuwa pale labda ni wale wachache. Ndio watakuwa na ng'ang'ana. Unashindwa, mbona hatujachukua nafasi yetu ya kukram the Nicene Creed? Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, ama ni ulimwengu, na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa. Mbona tujakram? Na nafikiri ni muhimu tuangalie hiyo homework. Hiyo sasa. Kwa sababu tunamkiri Mungu Baba, tunamkiri mwanae Yesu Kristo, number 2. Tunakiri Roho Mtakatifu na kanisa. Ndio kukiri imani yetu. Mambo matatu ya muhimu. Tunamkiri Mungu Baba, tunamkiri Mungu Mwana Yesu Kristo, tunakiri Roho Mtakatifu. Kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Ubatizo mmoja
kwa maondoleo ya dhambi, na tunangojea ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Yes, ni jambo la muhimu kwa kila mmoja wetu, msikilizaji. Na unapokiri, kukiri ni kumaanisha unamaanisha. Kukiri inamaanisha unamaanisha. Kwa hivyo lazima uwe na sauti ya ushujaa, sauti ya ushupavu, sauti ya kukiri kwa njia ya kuamini. Leo nilikuwa nimeenda kufuatilia kesi moja kotini kwa ajili ya matangazo yetu katika redio. Niliambiwa leo, Ogola, kotini kuna koti fulani, namba fulani, kuna kesi fulani, nataka ukasikilize alafu tuletee. Nikaleta wale ambao walikuwa wamedhulumiwa, yule ambaye alikuwa amedhulumiwa kule upande wa Nakuru Town West. Kuna jamaa kwa sababu ya kumpinga kiongozi wa Nakuru Town West, mbunge. So kuna vijana walimzingira, wakampiga, wakamlazimisha abebe bango, pia alisema kwamba walimuibia na mambo kama hayo. Nikaambiwa na wakuu wangu, sasa fuatilia hiyo kesi, iko kotini leo. So nilienda, na unapata kwamba wanashika Biblia, anainua juu na anakiri, na hapa ya kwamba maneno yote nitakayosema ndani ya koti hii ni ya ukweli na ni sauti na anamaanisha. Sasa hiyo ndio kukiri. Katika ndoa, wale wawili wanaofunga ndoa, bwana harusi, bi harusi, wanapochukua ahadi zao, wanapoahidiana, wanaahidiana kwa sauti. Ukiona mmoja ameanza anatoa sauti, mimi na hapa sijui utakuwa mume wangu kwa tabu na raha nani. Sauti ikiwa legevu legevu, mnasema ai, huyu hayuko serious, huyu ni kama amelazimishwa, huyu ni kama hataki. Lakini ukiona ametoa kwa ushupavu na ushujaa na ukakamavu, unasema basi huyu amemaanisha. Sasa kukiri imani indakana kuwe na ushupavu huo na ushujaa huo, msikilizaji. Ndio kukiri imani. Alafu baadaye tunaingia katika sala za waumini. Sala za waumini. Na sasa hapo, msikilizaji, ndio kuna kuaga na balaa. Fanya upya ahadi zetu za ubatizo. Sala za waumini. Sikiliza, sio sala za yule anayeongoza. Ni katika mlima mtakatifu huu wa Subukia, tunataka kufanya upya agano zetu na ahadi tulizofanya katika ubatizo. Hapo wanarudia ahadi za ubatizo. Yule ambaye tunaambiwa wale ambao wataongoza sala za waumini wajongee mbele. So unapoenda, umeenda kuongoza sala za waumini, sio sala zako. Sala za waumini, kwamba ni nia ya waumini ndio unatoa mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni nia hebu kidogo nataka nione mpangilio.
kidogo tu. Kwamba kuna utaratibu ambao lazima tuufuate, msikilizaji. Kuna utaratibu ambayo lazima tuufuate. Kwanza iwe kwa nia na mahitaji ya kanisa. Ya kwanza, nia na mahitaji ya kanisa. Ya pili, kwa uongozi wa nchi na wokovu wa ulimwengu. Uongozi wa nchi na wokovu wa ulimwengu. Sala ya pili. Sala ya tatu, kwa wale wenye mahitaji mbalimbali. Sio yako, wale wenye mahitaji mbalimbali, labda ni wagonjwa katika parokia, wagonjwa katika jamii, wale wenye mahitaji mbalimbali. Ya nne, kwa ajili ya jamii iliyokusanyika. Kwa ajili ya jamii iliyokusanyika. Inaweza badilika. Kama ni wakati wa ndoa, kidogo utabadilisha. Wakati wa misa ya wafu, misa ya kuombea wafu, sio misa ya wafu, misa ya kuwaombea wafu inabadilika. Wakati wa Pasaka inabadilika pia. Lakini utaratibu lazima ikue hivi kwamba wale ambao wanaongoza ni vyema waandike ama waandikiwe, na waandikiwe kwa njia ya Ukatoliki, ama waandike kwa njia ya Ukatoliki. Kidogo tumeanza kupata maneno katika sala hizi ambazo tumetoa kwa ndugu zetu ambao ni Wakristo wasio wa Katoliki. Maneno kama Jehova, maneno kama Jehova Jire, Jehova Rafa, maneno kama Mungu wangu. Kumbuka, ni Mungu wetu, sio Mungu wako. Mungu wako ni wakati wa sala zako za kibinafsi. Lakini katika liturujia ambayo tunasema ni public worship, ni sala za jamii nzima, huyu Mungu ni Mungu wetu. Hata wimbo wa taifa tunasema Mungu nguvu yetu. Hausemi Mungu nguvu yangu. Ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu, ni yetu, sio yako. Lakini tumeweza kuona maneno Jehova, Jehova na Yahweh ni tofauti, na labda nitatafuta wakati nikwambie zilianza kivipi maneno haya na ilianza lini. Oh my God, Mungu wangu, imeanza kukuja. Hebu tusikilize kidogo. Baba wa huruma, tunaombea familia zote ziunganishe kwa upendo na amani. Tunaomba ili Roho Mtakatifu azifanye kamilifu na takatifu, ili matunda ya miito ya utumishi ipatikane. Bwana, twakuomba.
Sala kwa ajili ya jubilei ya matumaini. Ee Mungu wa matumaini, tunaposherehekea mwaka wa matumaini, tusaidie tuwe mashuhuda wa tumaini lisiloaibisha. Tujaze nguvu za Roho wako ili tuwe vyombo vya faraja, furaha na matumaini kwa wote. Bwana, twakuomba. Sala kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Ee Bwana wa rehema, twaombea wagonjwa, maskini, wasio na ajira, wafungwa na wote wanaoteseka kwa njia mbalimbali. Uwafariji na kuwatimizia mahitaji yao. Ee Bwana, twakuomba. Tukimo miguuni mwa Mama Maria, tulete sala hizi zetu na tulete sala hizi zetu na zilizo moyoni mwetu, familia na kadhalika nchi, tukisema: Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ee Baba mwenye upendo, sikiliza sala za watu wako waliokusanyika pamoja kumheshimu mama wa mwanao, na kwa maombezi yake tubariki kila siku ya mwaka huu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Msikizaji, baada ya hapo sehemu ya kwanza ya liturujia imekamilika. Sehemu ya kwanza ya liturujia imekamilika. Wanasema liturujia ya neno. Lakini hebu angalia, hii sehemu ya kwanza ina vijisehemu ngapi? Ina vijisehemu ngapi? Tumeanza pale mwanzoni, inaanza na msafara. Msafara ambaye inaongozwa na wimbo. Alafu sehemu ya pili, ishara ya msalaba na salamu. Sehemu ya tatu ni kujuta na kukiri makosa yetu. Sehemu ya 4, Bwana utuhurumie, Kyrie eleison. Sehemu ya 5, utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Sehemu ya 6, sala ya mwanzo, collect ama opening prayer, itwa collect. Nikakwambia maana ya kunyamaza. Alafu somo la kwanza, sehemu ya 7, somo la kwanza. Sehemu ya 8, zaburi ya kuitikizana. Sehemu ya 9, somo la pili. Sehemu ya 10, shangilio la Injili. Sehemu ya 11, Injili. Sehemu ya 12 ni mahubiri, ni homilia, ni kuzomewa yote. Sehemu ya 13, kukiri imani, kanuni ya imani. Sehemu ya 14, sala za waumini. Hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya liturujia ambayo ina vijisehemu 14.
Baada ya hapo, msikilizaji, ni wakati wa liturujia ya Ekaristi. Sasa hii ndiyo sasa tunaingia kilele, ndiyo kilele ya maisha yetu kama Wakatoliki. Kilele ni wakati huu mkate utageuka kuwa mwili, divai itageuka kuwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. So, msikilizaji, inaanza kwa sisi kutoa matoleo yetu. Inaanza na sisi kutoa matoleo yetu, our offering. Unajua, kuna kidogo maneno yanatuchanganya. Utapata watu wanasema ni wakati wa sadaka. Kithiolojia, kiliturjia, hiyo sio wakati wa sadaka. Sadaka kwa Kiingereza ni sacrifice. Misa yote ni sadaka. So hatuwezi kuwa na sadaka ndani ya sadaka. Misa yote ni sadaka. Nafikiri kidogo hapo inahitaji turekebishe. Misa kuanzia mwanzo hadi mwisho ni sadaka. Tunasema ni sadaka ya misa. Hiyo sehemu ni matoleo, it's an offertory. Hiyo ambayo Mungu amekujalia unamtolea Mungu. Unamtolea matoleo yako. Matoleo inaweza kuwa kwa njia nyingi. Ni matoleo ya shukrani, ni matoleo ya toba, ni matoleo ya kumwabudu, ni matoleo kwa njia yoyote ile. Kumbuka pale mwanzo ulikuwa na nia yako. Ulikuja kanisani ili kumshukuru Mungu kwa afya. So kwa ajili ya afya nitamtolea Mungu shukrani yangu gani? Nitamtolea shukrani ya, umesema labda shilingi hizi, ama shukrani yangu kwa njia ya pesa, shukrani yangu kwa njia ya mazao. Integemea. Mara nyingi ni kwa njia ya pesa. Kwa hivyo ni matoleo, offertory. Ni wimbo wa matoleo. Wanakwaya, sio wimbo wa sadaka. Ni wimbo wa matoleo. Wale wafawidhi, the MCs, ni wakati wa matoleo, sio wakati wa sadaka. Sadaka tulianza kitambo bwana. Sadaka tuko katika sadaka ya misa. Ni wimbo wa matoleo, offertory song. Na unatoa kile ambacho unamshukuru Mungu, ama unatubu, ama unamuomba jambo fulani, unatoa kulingana. Ni kama vile Abeli na Kaini walivyotoa sadaka. Ni kama vile
Abrahamu. So tunawaiga waliotoa sadaka, kujinyima. Sasa inakuwa ni matoleo. Umejinyima nini kama njia ya shukrani kwa Mungu? Umejinyima nini kama njia ya kumwomba Mungu msamaha? Umejinyima nini kama njia ya kumwomba Mungu akupatie mwelekeo, akuondolee upotovu fulani? Sababu yako wewe mwenyewe. Ningetaka polepole tuanze kujua sio wakati wa sadaka. Sadaka tuko ndani yako, ni wakati wa matoleo. Wengi huwa wanauliza sasa hapo kuna kuchanganyikiwa. Kuna sadaka, wanasema hivyo, kuna matega na kuna zaka. Wengi huwa kidogo inawasumbua. Wacha nielezee. Zaka tunajua, zaka tithe, hiyo tunaijua. Katika ibada ya misa utapata kuna matoleo ya fedha, sehemu ya kwanza, alafu baadaye kuna matega. Na matega sio Kiswahili, matega ni Kikuyu, lakini sasa tumeitumia mpaka tumeona kama ni Kiswahili. Pia imekuwa ni neno la kiliturjia, lakini tulitoa kwa wenzetu wa Kikuyu. Na wakati mwingine nashangaa sana unapoenda kule mashambani ambapo hakuna Mkikuyu, unasikia ni wakati wa matega. Kasema haya basi, ndugu zetu wa Kikuyu wamesambaza neno hili mpaka limekuwa sasa ni neno la kiliturjia. Awamu ya kwanza tunapoenda pale mbele na kuweka matoleo yetu, ni kwa ajili ya nia ambayo tunayo kwa ibada hiyo ya misa. Kwa mfano, kesho kama nitaamua kwenda kanisani, ndasema kesho nataka kwenda kuombea wafanyikazi wenzangu katika redio yetu, ili Mungu awape hekima wanapofanya kazi hii, wawe na nguvu na uwezo. Hiyo ndio nia yangu. Kwa hivyo nitatoa kipaji changu kwa njia ya pesa ya kumwomba Mungu awaimarishe. Na hiyo pesa nitakuwa nimejinyima. Labda nitasema nitatembea kwa miguu badala ya kupanda pikipiki, nitatembea kwa miguu. Na nitakapokuwa nikitembea kwa miguu, nitakuwa polepole na waombea. Naombea Munyoki, baby, fungu la kwanza la rozari. Fungu la pili nitamuombea Ujimbi. Fungu la tatu nitaombea Eli. Fungu la 4 nitamuombea Melissa. Fungu la 5 nitamuombea Mbulo. Tena nirudie tena, fungu la kwanza nimuombee Kakavin. Fungu la pili nimuombee Mbalilwa. Fungu la 3 niombee wale ambao wako kwenye internship. Fungu la 4 niombee wale ambao wanaleta matangazo yao katika redio yetu, wale ambao tunawaita katika vipindi watuelekeze, watuelimishe, waelimishe jamii. Fungu la 5 wale ambao wanatusaidia kwa njia moja ama nyingine kimawazo, kwa mashabiki ambao wanatufuatilia kwenye Facebook, kwenye FM, kwenye Instagram, kwenye Twitter. So nitakuwa nikiwaombea, na hiyo ndio kujinyima. Kwa hivyo nitakuwa nikitembea nikiwakumbuka na kuwaombea. Alafu maombizi haya yote nitayaunganisha katika ibada ya misa, na ile pesa ambayo ningeitumia kwenda kurudi, labda ni 100, labda 200, kwa sababu labda ni kesho ni lunch, sitakula lunch, na kama lunch ningekula
labda chapati mandondo chapati mandondo, nitajifunga kwa ajili ya, so natoa. Okay, hiyo ndio matoleo ya kwanza. Matoleo ya pili, utapata kwamba haswa Jumapili wamebeba unga, wamebeba matunda, wamebeba sabuni, wamebeba kiberiti wamebeba mazao ya mashamba. Wengine ambao wana mazao wamebeba pesa ya mifukoni. Sasa hii watu uliza inaenda wapi? Hii ni kama shukrani kwa mapadri wetu, shukrani kwa mashemasi, shukrani kwa maaskofu ambao wanatuongoza. Ni tamaduni ya Kiafrika. Mama akinitembelea haji mkono mtupu. Atakimbia shambani, achimbe viazi, aende kidogo atafute mahindi, afunge kidogo kwa Uhuru bag, akuje nayo. Mayai ya wajukuu. Mimi nikienda kumtembelea ndamnunulia sukari, majani, nini nimpelekee kama shukrani tu, ile hospitality, ukarimu. Ukinitembelea labda utakuja na nyama, na by the way ukuja na nyama, ukikuja kunitembelea kuja na nyama na upike. Nikikutembelea labda nitakuja na juice, mkate. So ni tamaduni ya Kiafrika. So tumekuja na wale ambao natuongoza pia tunawashukuru kwa sababu ya kutuongoza. Kwa hivyo nitabeba kidogo ya kumsaidia katika utenda kazi. Sio kwamba anahitaji. Hata mama anapokuja sio kwamba anahitaji. Ninapoenda kwake sio kwamba amekosa sukari. Ni ukarimu. Sasa hiyo matega ni ukarimu unaonyesha kwa viongozi wetu wa kiroho katika parokia. So ya kwanza, hisani kwa Mwenyezi Mungu. Ya pili ni ukarimu kwa viongozi wetu wa kiroho. Msikilizaji, muhimu sana, sababu wengi huwa wanachanganyikiwa. Mbona nitoe hii, tena hii, tena hii? Alafu zaka fungu la 10 ni katika uendeleshaji wa injili, uinjilishaji wa jimbo, uinjilishaji wa parokia. Kuna mahitaji ya parokia, kuna budget, labda kuna wafanyikazi pale, kuna stima ya kulipwa, kuna vitu vya kununuliwa, lazima vishughulikiwe. Hawavitumii vyote katika parokia. Kuna pia mahitaji katika jimbo ili injili iweze kuendelea. Sasa hiyo ndio zaka. So ile ambayo tunaita sadaka, ningetaka niseme ni matoleo, lakini acha nitumie sadaka ili tuelewe. Sadaka, nia yangu katika ibada hiyo, nimefunga nini, nimejinyima nini kama njia ya kumwomba Mungu hisani. Matega, shukrani kwa kiongozi wetu, padri, shemasi, askofu, kutuongoza vyema. Ni ukarimu. Tumekuja kule karibu ambako unaishi, sababu mapadri wanaishi karibu na kanisa. So tumekuja pia kwako, na kushukuru kutukaribisha na kutuongoza.
Kanisa lazima izidishe kazi yake ya kuinjilisti wema na mabaya. Ina mahitaji yake. Zaka. Msikilizaji, ni ndani ya 89.2 FM. Kikao ni cha Sebuleni, ukiwa nami Ogola Mjomba. Kwa leo tutakomea hapo. Tumefika wapi? Kwa matoleo. Matoleo kwa Mwenyezi Mungu, matoleo kwa viongozi wa kanisa, na pia nikaelezea kuna zaka, matoleo kwa kuendelesha kazi ya Mwenyezi Mungu katika parokia, katika jimbo, katika kanisa nzima nchini. Na hadi hapo ni hatua ngapi tumezifanya? Hatua ni 15. Hatua ni 15. Na tumefika nusu. Hatua ni 15. Tumefika nusu. Sasa katika kipindi kijacho tutaangalia tena. Kesho tutaendelea, kwa sababu lazima tumalize hii pole pole kwa utaratibu. Kwa hivyo unapo pata kuona kipindi hiki kupitia Facebook, kupitia YouTube, Facebook ya redio yetu, Facebook yangu Ogola Mjomba, Facebook ya YouTube ya redio yetu, usibaki nayo tu. Usibaki nayo. Kwanza, jambo la kwanza, tumegundua kwamba wengi wanapenda sana kutufuatilia, lakini katika Facebook hawaja like, hawaja tu follow. Tafadhali, ni bure, ni chini ya sekunde 10. Chini ya sekunde 10 tu tunaomba yako. Like, follow Facebook page zetu ya radio yetu, yangu na ya wenzangu. Ukiona Facebook ya mtu yote kwa radio yetu, follow. Lakini zaidi Facebook page ya radio tungetaka utufollow. YouTube, nenda pale katika YouTube radio yetu 89.2 FM. Subscribe, ni bure. Chini ya sekunde 10. Hiyo ndio tunaomba kwako. Chini ya sekunde 10. Na hata wakati unazidi tu kuona, subscribe kwa kubonyeza subscribe, like, alafu share. Kuna vikundi vingi katika jumuiya zenu, njia pia ya kutusaidia sote. Ifikie wanajumuiya, ifikie kikundi cha kwaya, kikundi cha vijana, vikundi ni vingi kanisani. Share. Tunaifanya hii kwa sababu tunataka kuimarisha imani yetu. Tunataka kuendeleza imani yetu. Tunainjilisti kwa njia ambayo tunaiweza kila mmoja wetu. Unaishare kwa wenzako ili wapate pia kufahamu umuhimu wa misa, ili Jumapili, Jumamosi, siku za wiki tunapoenda pale katika hafla tofauti, tumeelewa kwa pamoja, tunajumuika kwa pamoja, tunaendeleza kuboresha liturjia ya ibada ya misa. Msikilizaji yangu, nikukushukuru sana. Kesho tunaendelea katika, sasa tunafika kilele sasa, liturjia ya Ekaristi Takatifu. Zaidi ya yote, msikilizaji, Mungu anakupenda sana. Kesho ni siku, ubarikiwe sana na Mwenyezi Mungu.